Tena vijana mnaonisikiliza, ninyi mna bahati. Haya mambo msianze mkishaoana, yaanzeni kwenye uchumba. Ni mchumba wako, mpatie mstari kabisa, muonyeshe mstari tunaopita ni huu hapa. Hawezi kuupita, kaa pembeni. Na ndio maana kote nilikofundisha habari ya uchumba huwa ninawaambia ni makosa makubwa kijana kuwa na mchumba mmoja. Akikuacha tutaimba parapanda kesho. Kusanya, make sure unao wa kutosha, uwe na muda wa kuchagua. But you have to know levels za uchumba. Relationship, kuna relationship, kuna friendship, relationship, courtship na marriage. Hizi relationship na friendship, hizo ndizo ninazosema kusanya to the maximum. Ila ukishaingia courtship, maana yake umeshaandikishana, baki naye mmoja kama moyo. Maana yake umeshachagua kabisa, umeona huyu ndiye utakayeoana, uwe naye mmoja. Lakini wakati wa kutafuta watengeneze. Hapa Ipagara mwekeza wawili, kule watatu, na usiwaambie kwamba nitakuoa. Na ukishamwambia hiyo tena sio friendship wala sio relationship. Ila uwe naye karibu. Ulikuwa haumsalimii kwa ukaribu, hakikisha unamsalimia hata mara 3 kwa siku. Maria, habari za leo? Salama. Hivi lesoni ya leo umeisoma? Yeye anadhani lesoni, kumbe kuna kitu nafuatilia kwake. Mkishatangaziana kwamba ni wachumba, jiwekeni kabisa mistari. Mwambie, sikiliza mchumba wangu, ikifika saa 4 nisikuone online. Anasema huyu ambaye hajanioa ameshaniwekea hii mipaka, tukioana itakuwaje? Mwambie huo ndio mstari wangu. Ikishafika saa 4 usiku, nikiangalia online mara ya mwisho ulikuwepo saa ngapi, nikute uliondoka saa 4 kamili. Maana kuna wachumba wanadharau. Anakutakia usiku mwema, halafu nakuta anaendelea tena kuchati na mwingine. Yaani mimi ndio unanitakia usiku mwema, halafu kuna yule unayemalizia naye usiku. Have a good night baby. Kuna wewe amekupaki tayari gari bovu, anatafuta namba E nyingine. Wewe namba C, endelea kula maisha. Anarudi kwenye namba E. Habari za usiku my dear. Najua usiku umeenda sana, lakini kasema nikusalimie. Namba E inaendelea kukoroma kule. Namba C, namba E mpya iko barabarani. Weka mistari. Mimi tuliwekeana mistari na mke wangu wakati wa uchumba. Tukakubaliana hautapokea zawadi yangu mpaka tutakapooana. Unajua leo sina vocha, Bwana kutie nguvu. Hakuna vocha inayokuja mpaka tuoane. Ninakupa vocha tusipofunga ndoa. Nawaambia ukweli, yani zawadi ya pekee ninayoikumbuka aliyoipokea kabla hatujaoana ni Biblia. Biblia kabisa ndio nilipokea kabla hatujaoana. Nimekumbuka kuna 5,000 nyingine. Unajua hiyo 5,000 nayo ilitokea wapi? Hii 5,000 I say tena nimekumbuka. Nadhani kuna haja ya kwenda kuidai. Alitumwa na mzee wake. Kuna mahali alikuwa anaenda. Akanipigia simu, aisee, mzee amenituma mahali fulani, nimedondosha hera na wokovu wangu ni wewe tu. Na kwa sababu nilikuwa nampenda kwa kweli nikaituma. Tulivyoingia kwenye ndoa ndipo akaniambia, kwa kweli sikuwa nimetumwa, ila ilikuwa ni staili ya kuomba matumizi. Sasa nimekumbuka hiyo, nitaenda kuidai. Lakini tuliwekeana kabisa masharti, hakuna kutoa zawadi. Na hili nawaambia serious vijana, usiwekeze kwa mtu ambaye sio mke wako. Acha kuwekeza. Ni sawa na wale vijana watoto wa kike mnaokwenda mara unamfulia nguo, mara unamdekia chumba. I say eti linajiuguza, Jessica, unajua imebaki miezi 3 tufunge ndoa, njoo nisaidie kupika, hata sina nguvu za kupika. Kamuulize Tamari, yatakukuta mbwa wewe. Nenda kamuulize Tamari. Nenda kumdekia mtu nyumba ambaye hajakuoa kabisa. Kwa hiyo wekeaneni masharti mnapokuwa kwenye uchumba, kwamba huu ndio mstari. Tena nikukumbushe kitu. Mtu mkisha tangaziana kwamba ni mchumba, huyo mchunge to the maximum. Tena muulize, leo umechelewa kuja kanisani, ulikuwa wapi? Sasa waleo hawataki sheria, ni wale akina mwanampotevu, wanataka uhuru, freedom. Muulize, ulikuwa wapi leo? Mbona umechelewa kuja kanisani? Kuna wakati nilikuwa nasisitiza ile fungu la 7, kuna wakati wa kurarua na wakati wa kushona. Usiwe mwanandoa wa kushona tu, rarua wakati fulani. Yaani fika hatua kuna wakati mama kuangalia aseme,
Leo mume wangu amebadilika. Chemka kabisa, mwambie sikiliza mama, maswala ya kunilisha saa 4 usiku, mimi sio mwanafunzi wa boarding. Marufuku saa 2 chakula kio kimeiva. Unajua si ni wasaba. Asikiliza. Tena ngoja niwaambie, hata sisi wachungaji tunaporarua maswala yaliyopinda kwenye ndoa, usinichanganyie uchungaji na ndoa yangu. Unajua wewe ni mchungaji. Asikiliza, nazungumza kama mume, sio mchungaji tena. Maswala ya kwamba eti unanilisha saa 3 usiku na mimi saa 3 usingizi umeshaanza, mwisho nakula ninasinzia, mwisho mseme watoto waseme baba na degedege, marufuku. Saa 1 kamili kiwe kimeiva. Ndipo utashangaa mwanamke anasema, wanaume wengine mbingu watazisikia. It is okay, niko kwenye kurarua. Kama umenisikia nipungie mkono mahali ulipo. Rarua, weka sawa. Daktari anapokuwa anafanya operation, akikuhurumia hautapona. Madaktari mlioko hapa mnaelewa. Chana. Kuna wakati mzee wetu alikuwa anatulaza viboko mpaka tunamuona ibilisi huenda ni kaka yake. Pigwa halafu anakuninginiza miguu juu, halafu kichwa chini, anakuninginizia wima na jiko. Tena sio jiko la mkaa, mafiga ya jiko la kuni, anakuninginiza hapo. Ndio tumetokeza tumenyooka hivi. Tulinyoshwa. Kina Junior. Mwashangaa skirini skirini ya 500 Hafu mama Junior, mume wangu Junior huko amefanya yake. Jamani, hao watoto usisahau kupitia skirini nyingine, huko ameshapasua skirini ya 800. Junior unapasua kiurahisi kabisa. Lazima turarue. Eti glasi tu kiurahisi I'm sorry daddy, I'm sorry. Hiyo I'm sorry yenyewe ni karo zangu zilienda. Hafu naleta msuri kwenye glasi kabisa kabisa. No. Kuna wakati wa kurarua, kuna wakati wa kushona. Fanyeni utafiti. Kukosekana kwa muda wa kurarua kuna tutengenezea kizazi cha mazombi baadaye. Fanya tu utafiti. Ndio maana unaona ndio hao ambao baadaye wakikua wakiwa waume za watu au wake za watu wanakuwa na madeko kweli. Baba mimi narudi kwetu. Mimi huyu mwanaume simuelewi. Kwa nini? Eti amenikoromea leo usiku kucha amenikoromea. Unasema kukoromewa. Unarudi nyumbani kwa sababu umekoromewa. Kuna ambao mimi nimeshuhudia kwenye maisha yangu Pastor Mngongo. Mwanamke aliyeng'olewa jino amepigwa na mume wake. Na asubuhi alipoulizwa imekuwaje, anasema niliteleza nikawa naenda kisimani. Mwanamke smart. Bado anatunza siri za mwanaume aliyeng'oa meno. Sasa wewe wako tu eti kukoromea unataka kurudi kwenu.